unatii sauti ya wazazi wako, unatii sauti ya mtu ambaye kushinda kwa umri, maana wewe tayari umekombolewa na Mungu, maana wewe tayari umeshatakasika na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unatii, uwe mwaminifu ili ukamfuate mwana kondoo aendako. Mahali anaenda unaenda na yeye. Mwana kondoo ni Yesu Kristo. Sisi tunamfuata mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo, ambaye alitumwa na Mungu ili akafe ni kwa sababu ya dhambi zetu, akatumwa duniani akateswa ni kwa sababu ya maovu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Uaminifu na utii. Wanafuata mwanakondoo kila aendako, wakionyesha uaminifu na utii wao kwake. Wanaonyesha uaminifu wao na utii wao kwake, kwa mwanakondoo, maana tayari wamekombolewa, maana tayari wameshatakaswa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi makanisa ama washirika wa siku hizi bado tunamrudisha Yesu msalabani tena mara ya pili, na tayari ameshakufa ni kwa sababu ya dhambi zetu, akatutakasa, akatupa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Akatukomboa na damu yake ambayo ilimwagika Kalvari, na bado tunamrudisha msalabani kwa kutenda maovu, kwa kutotii, kwa kutokuwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kipro Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio neno letu ambaye ndugu yetu Roy alituhimiza nayo. Hiyo ni maono ya Yohana kwa wale watu 40,000 ambayo walikombolewa na Bwana. Walikombolewa maana walikuwa na watenda dhambi, walikuwa washarati, walikuwa wapiganaji, walikuwa mwagaji damu, walikuwa uwezi, lakini mwana kondoo akawakomboa, akawatakasa. Na kwa sababu wametakaswa, wakaonyesha uaminifu wao na utiifu wao kwa Bwana, kwa kumfuata yeye, kwa kuandamana na yeye, aendako wako na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kipro Yesu. Hiyo ni tumaini letu kama Wakristo, kwamba wanaomwamini Yesu